Nawasalimu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji David Joya, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na leo tuko hapa kama ilivyo kawaida, tukitaka kugawana na wewe neno la Bwana. Nasi tunataka tuingie katika mafunzo ya Biblia. Leo tumechelewa kidogo, lakini ni muhimu. Wakati mwingine inabidi, ndio hata watu wa ufalme wa giza tunawafanyisha kazi ngumu. Unajua wanakuwa wamenigojea huko, wako huko, wamepangwa. Kwa watu wengi hii inakuwaga kama ni hadithi, na sitaka hadithi za bunoasi. Kwa mtu mwenye hayuko katika roho, mwenye anaonaga mambo na njia ya kimwili. Wengine atauliza, sasa unasemaga una roho, unaulizwa nini? Na kuna watu wako na pesa mingi kukuliko. Kimwili. Sababu watu hufikiria kwa hii dunia ati yule mtu wa maana sana ni yule ako na pesa. Hao wako na pesa wengi ni wa ufalme wa giza. Lakini yule mtu wa maana sana katika hii dunia tunayoishi ni yule mtu ambaye anasema Yesu ni Bwana. Na ni yule ameokoka kiukweli, sio mtu wa kwenda kanisa kama kawaida juu watu wengine wanaendanga. Sio mtu wa kusema Bwana asifiwe juu watu wakisema na yeye akaanza kusema asiachwe nje. Ni mtu mwenye alimtafuta Mungu binafsi, akijua ndani yake anataka kuitanishwa na ufalme wa Mungu, sio kusukumwa na mtu ama kusurutishwa na mtu, bali akaamua yeye mwenyewe. Akajiita kama mkutano ndani ya nafsi yake, akajiuliza naelekea wapi, na akaamua kutoka sasa nitamfuata Yesu. Huyo ndiye mtu wa maana katika hii dunia, na huyo ndiyo mtu mwenye Shetani anachukia zaidi. Mimi ni mmoja wa hao. Ndio maana utaniangalia uulize, sasa najua kama kule nilikuwa Limuru, unajua huko wanakunywaga hiyo chai kila Sunday. Sasa najua wanaongea, wanasema hii chai tumeikunywa muda mgani? Mbona yeye akuje juzi aseme anarogwa? Huyo ni mtu ako na mambo yake juu anaongozwa na mwili. Lakini kutalingana, Shetani atakutafuta akikuuliza nini. Kama wewe ni wa kwake hawezi kutafuta. Wewe ni wake tayari. Anachukia wale wako kwa Mungu kikweli, juu hao ni maadui wake na anajua wanaangamiza kazi zake. Sasa unaweza kuwa wewe umekunywa hiyo chai miaka 10, na mimi nikakuja huko miezi, na watu wengine wakaahidiwa pesa, na sababu wako kanisani juu ya kuona wengine wakienda kanisani, na sababu anasemaga Bwana asifiwe juu walisikia wengine wakisema, ndio unaona hata wakijiita wachungaji wanaahidiwa pesa, na wakaambiwa watalipwa wakiniwekea kitu kwa chai, na wakakubali. Lakini kama ni mimi, hata niahidiwe milioni, nikiwa ndani ya Mungu nitaona uhai wa mwanadamu uko na maana kuliko hizo pesa na ahidiwa. Hiyo ndio tofauti ya mtu mwenye aliokoka sababu ya yeye binafsi, na sababu ya kulilia nafsi yake. Mwenye aliokoka sio watu waone ameokoka, bali aliokoka juu alitaka kuwa na uhusiano na Mungu. Nao huo uhusiano mtu anakuaga nayo hata kama hakuna mtu anajua. Wewe unajuaga kivyako vile mmeitanishwa na Mungu, na hutakagi kuharibu hiyo uhusiano hata kama kuna watu wanakuangalia ama hawakuangalii. Kwa hivyo mimi nimeokoka, na ndio unaona ufalme wa giza umeamua na kuitana mkutano ati sifai kuishi. Lakini sababu ya yule nimeitanishwa naye ndiye Simba wa Yuda, Yesu Kristo. Huyo hajawahi shindwa. Sababu kama vile Wakolosai 3:3 inasema ati wale tumeokoka tumefichwa
pamoja na Yesu ndani ya Mungu. Nataka ujue hiyo maneno iko na nguvu sana. Ati wale tumeokoka tumefichwa pamoja na Yesu ndani ya Mungu. Sasa sijui ni ufalme gani ama nguvu gani itapenya ndani ya Mungu ndio ikukamate wewe uliyeitanishwa na Mungu. Ndio huwa wanajaribu, hata kama wameshindwa wanajaribu. Juu na wewe ukienda kwa njia zile hazifai, Mungu atakuondokea. Sasa hiyo ndio wanakuaga wanatarajia. Na ndio maana unaonaga akijaribu leo ashindwe, kesho atajaribu. Kesho kutwa atajaribu. Hata saa hii kama ningekuwa naenda Lemuru hiyo kanisa, bado ningekuwa nakorogewa kwa chai. Siwe wameahidiwa pesa. Wanaonaga unaweza kuwa labda umefuja uhusiano wako na Mungu. Yesu akasema hakuna hata mmoja alipewa na baba yake alipokonywa. Hakuna alipokonywa na yule mwovu Shetani, lakini mtu anaweza jiondoa kwa Yesu kwa hiari. Sababu naye Mungu ni mwenye haki na hatumiagi kifua ama nguvu, na hakuna mtu huwa anamforce kukaa kwake. Kwa hivyo kwake tunakaaga kwa sisi kutaka. Kwa sababu tuko na uhuru wa kuchagua tukatakayo. Unaweza enda kwa Mungu na ukae huko uone labda hakuna faida, unaona uamue kutoka. Sasa hapo ndio ufalme wa giza wanakuaga wanatarajia. Labda siku moja umetoka. Ndio unaona wakianza kukuida, hata kama wameshindwa na wewe hawaachangi. Juu wanafikiria unaweza kuwa labda ulichoka kukaa kwa Mungu, ukajidanganya wewe mwenyewe. Hapo ndio watakukamatia. Lakini kama umekaa kwa Mungu na ukae kwake na useme huku sitoki, hakuna mtu, hakuna nguvu, hakuna ufalme utakuweza kama umeokoka na kumaanisha. Unaonaga wale wahubiri wanahubiria watu ati umerogwa. Huyo ni mhubiri hajijui na hajui ni ufalme mgani anatumikia. Sababu yule mtu atarogwa tu ni yule hajaokoka. Lakini mwenye ameokoka hawezi rogwa na hawezi rogeka. Mimi ni shahidi. Nakwambiaga nimewindwa miaka 2 na miezi 6. Hata saa hii na widu, hata saa hii nimewakuta pale wakiwa kuna akona kahawa, wawili wakona kahawa. Siku hizi sasa wanatumia hata wa Somali. Juu wanafikiria nikiona ni Msomali nitafikiria nikunywe kwake chai ama kahawa. Hawajui natoka kwa nyumba kama nimekunywa. Lakini ufalme wa giza hauna kabila. Ijapokuwa ni kabila moja iliingiwa na roho chafu ikaanza kuniwinda. Wale wanatumiwa ni wa kabila tofauti. Kwa hivyo ufalme wa giza hauna kabila ati ni kabila fulani. Ni mtu yote yule aliamua kutumikia Shetani ndio kitu ya maana. Nami niliamua kumtumikia Mungu ndio kitu ya maana, na ndio maana mimi ni adui wa Shetani na mawakala wake. Tuingie katika mafunzo yetu ya Biblia kama ilivyo kawaida, na mafunzo yetu ya leo tunaongea kuhusu agano. Nasi tunaulizana agano ni nini kulingana na lugha ya Kiswahili. Agano ni ahadi rasmi kati ya watu wawili au makundi iliyo na masharti na baraka. Kwa hivyo agano ni ahadi. Watu wawili wanaweza ahidiana jambo au makundi ya watu na wawekeane masharti kwa ile ahadi. Tutafanya hivi na hivi. Nasi tukifanya hivi tutaenda hivi. Kuna watu hata wanakuwa kwa kikundi wanaambiana tutakuwa tukitoa pesa tunapea mtu fulani mwisho wa mwezi. Hiyo ni agano. Sababu wamewekeana masharti fulani wakiwa katika hiyo kikundi. Lakini sisi tunataka kuongea kuhusu agano kulingana na Biblia. Juu sisi ni watu tunaoongea kuhusu ufalme wa Mungu. Nayo agano kulingana na Biblia ni nini? Hii ni ahadi takatifu kati ya Mungu na mtu iliyo na masharti, baraka na dhamana. Ahadi yenye tunaongea kuhusu ya Biblia, hii ni agano ya Mungu na watu. Nayo hiyo agano ahadi na ni ahadi takatifu kati ya mtu na Mungu. Huwa iko na masharti, baraka na dhamana. Kuna vile umeambiwa usifanye hivi,
nawe ukitii utapata hiki, na ndio upate hiko lazima ugharamie. Juu kutofanya hiyo umeambiwa usifanye, lazima utoe gharama ya kutofanya hivyo, nayo hiyo ndio dhamana. Sio mkataba wa kawaida tu. Agano la kibibilia linahusisha uaminifu na uhusiano wa maisha yote. Hapa lazima uwe mwaminifu na utii ile masharti, nayo hiyo masharti ni uwe tena mwaminifu na uwe na uhusiano wa maisha yote, na uwe na hiyo uhusiano wa ile agano kwa maisha yako yote. Nasi tutaangalia aina mbili za agano katika Biblia. Nayo ya kwanza ni agano ya kale, ya pili ni agano jipya. Kwanza tuangalie agano ya kale ama Old Covenant. Mungu alifanya agano na watu kupitia Musa. Katika Kutoka 24:8 tunaona inasema hivi: Musa akaitoa ile damu akawanyunyizia watu, akasema, hii ndio damu ya agano aliloifanya Bwana pamoja nami katika maneno haya yote. Kwa hivyo wakati wa agano la kale lilihitaji dhabihu za wanyama mara kwa mara. Agano ya kale yenye Mungu alikuwa na ahadi na watu wake ilikuwa inahusu damu, nayo agano yote ya Mungu na watu huhusisha damu. Hii ya kale ilikuwa inahusisha damu, lakini ni damu ya wanyama yenye ilikuwa inamwagwa mara kwa mara. Nao watu wakitenda jambo lenye halikuwa linamfurahisha Mungu, walikuwa wanachinja ama wanatoa dhabihu ya wanyama, wanamwaga damu, nao wanafanya agano na Mungu ya kusema hatutarudia lile jambo tena, naye Mungu anakubali ile ahadi yao na anawasamehea. Lakini sasa nataka tuangalie agano jipya, juu tuko katika hiyo agano hiyo, nayo Yesu alifanya agano jipya kupitia damu yake. Hii imebadilika. Agano yote ya Mungu na watu huhusisha damu. Agano ya kale ilikuwa inahusisha damu ya wanyama. Hii agano jipya nayo inahusisha damu ya Mungu mwenyewe, naye ni Yesu Kristo, na huyo ni Mungu akiwa katika mwili. Hapo Mungu alijitoa yeye mwenyewe kama dhabihu, ili tusiwe tunatoa ile ya wanyama kila wakati. Huwa nasitikika sana nikiona hata kwa wakati huu ati kuna kanisa huwa sinachinja, ati ukiwa na shida unaambiwa utoe buzi. Nayo Biblia inasema hizo dhabihu zao huwa wanasitolea mapepo, bali sio Mungu, sababu Mungu hachijiwi tena. Alikuwa anachijiwa zamani wakati hakuwa amejitoa kama mwanadamu. Wakati Yesu Kristo alitundikwa kwenye mti, hiyo damu ilimwagika, ilipita damu zote, sababu yeye ndiye wa kwanza. Mungu ndiye wa kwanza. Pale mwanzo kulikuwako neno, sababu yeye ndiye wa kwanza, yeye ndiye mzaliwa wa kwanza wa kila kitu. Yeye alimwaga damu ikakoseza ile damu yote ilikuwa inamwagwa nguvu, sababu ya kwanza ndiye tunafuata. Hizi zingine zote hazina umaana, nayo ile ilikuwa inatolewa ya wanyama ikafika mwisho. Kwa hivyo kama kwenu bado mnachijaga buzi mkisema ni Mungu mnachinjia, hakuna Mungu mnachijia, bali mnachijia mapepo. Na nyinyi mmepotea juu hata injili hamuijui. Na hata kama mnajiita wahubiri, mnafaa kuhubiriwa kwanza, sababu hakuna injili mnahubiria watu. Mungu hachijiwi kwa wakati huu, sababu alijichinja yeye mwenyewe tayari, naye akatundikwa kwenye mti. Tutasoma Mathayo 26:28. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Sidhani kuna damu ingine inaweza sida hii. Wewe unatolewa damu ati ndio shida zako siishe. Wewe hujijui.
Na mimi naulizaga wale watu mnajifanya wahubiri fake, wale mnahubiri sababu ya pesa, wahubiri bonoko. Nini nitakuuliza swali kama unanisikiliza ukiwa hapo. Huwa mnaambia watu kanisani wako na shida wanafaa kuchija ama kutoa buzi ndio shida zao siise. Na sisi tumekaa kanisani tunajuaga kanisa kumechanganyika watu. Kuna watu wameokoka na watu hawajaokoka. Na wote wako kanisani juu wamekuja kusikiza neno la Bwana. Sasa nitakuuliza swali wewe mchungaji ponoko mwenye unasemaga mtu akipatwa na shida atoe kitu fulani, wengine wanaitisha pesa, wengine wataitisha buzi. Mimi nitakuuliza swali, kama ile shida mimi nimeokoka napitia ndio tu ile, ama ile kitu kinanikula mimi mwenye nimeokoka ndio tu kile kinakula mtu yule hajaokoka, maana ya wokovu ni nini? Wakati wanaitisha hizo vitu hawaulizaji ni nani hajaokoka atoe, juu labda yeye ndiye hajajiitanisha na damu ya Yesu. Wao wanaitishaga watu wote kijumla, mwenye anakunywaga bag, mwenye anavuta bag, mwenye anakunywa pombe, mwenye anapiga umaraya, mwenye ameokoka, mwenye anasimamaga hapo mbele anasema Yesu ni Bwana. Wote wanaweka level moja. Kama wote wako level moja, maana ya Yesu kukufa na kufufuka kulikuwa nini? Kama mimi nitapatwa na shida sababu ya kutofanya jambo fulani na nimeokoka, na mwingine apatwe na shida sababu ya kutofanya jambo fulani na hajaokoka, ni nini kitafanya yeye aokoke? Kama ile shida anapitia ni ile tu mwenye ameokoka anapitia. Nyinyi hata neno la Mungu, lakini sababu wengi ni kujiita. Ndio maana unaona hata ufafanuzi wa Biblia huwezi kuwa nayo. Utaisoma tu kama novo na kuhubiri. Unajua hata kuna watu hukope watu wengine. Mtu anasikiza mhubiri mwingine akihubiri, hiyo ndio ataenda kuhubiri nayo Sunday. Sababu ndani yake hakuna kitu. Ako empty. Lazima akope. Na kama uko empty, wewe hufai kuitwa mhubiri. Kama lazima usikilize mhubiri mwingine ndio na wewe kesho uende kuhubiri. Hufai kuitwa mhubiri, unafaa kukaa chini uhubiriwe na huyo unasikilizanga. Hiyo ndio ukweli. Lakini kama wewe ni mhubiri na umeitwa na Mungu, ukisoma neno la Mungu, Roho Mtakatifu aliye ndani yako atakupea ufafanuzi wa hilo neno. Nikisimama hapa siku anajua nitaongea kuhusu nini. Hata hapa baadaye sijui nitaongea. Hata kama nimeandika hapa, sio mambo yote nimeandika hapa. Nimeandika hapa basi za Biblia na ufafanuzi wa jambo fulani. Lakini hiyo yote nimeongea kutoka nisimame hapa sio mahali nimeandika. Sio hati nasoma, lakini sababu kuna Roho Mtakatifu ndani yangu mwenye ananiongoza, ndiye ananionyesha njia. Na yeye ndiye huhubiri sio mimi. Mimi natumiwa tu kama tarubeta. Kwa hivyo wewe kama unaitishaga watu kondoo na ng'ombe, wewe ni mhubiri mjinga wa mwisho. Na haijalishi uko na taito gani, hata kama unaitwa nani. Tuendelee. Katika agano hii jipya tutapata jambo la kwanza, ondoleo la dhambi ambalo ni msamaha kamili. Jambo la pili tutaona Roho Mtakatifu ambaye anaishi ndani yangu. Tutakuwa na yeye. Kwa hivyo agano la pili na ni agano jipya yenye Yesu Kristo alimwaga damu. Hiyo damu ikawa imekoseza zile damu zote zilikuwa zinamwagwa zamani. Unaona ile damu ya zamani ya agano la kale haikuwaga na nguvu, na ndio maana ukitenda jambo hata kesho ulirudie, haikuwa inasemekana sijana alitoa buzi, lazima ungetoa ingine. Na hata kesho kutwa ukirudia lile jambo utatoa ingine. Lakini hii ya damu hii ya Yesu Kristo, hii ilitolewa mara moja na ya mwisho, inatuondolea dhambi na tunapata msamaha kamili. Tena inafanya Roho Mtakatifu akubali kuishi ndani yetu, tukikubali kuitanishwa na ile damu. Naye Roho Mtakatifu akiishi ndani yako, sidhani kama kuna laana itakufuata. Laana gani itamfuata Mungu? Unajua watu ile kitu wanakosaga ni kutohubiriwa injili ya kweli. Juu injili mingi zile huwa zinahubiriwa wakati huu ni za kujaza kanisa, kujaza viti. Si za kufanya watu waokoke na wabadilike. Hata hawatakagi kugusa mahali watakasirisha watu, wasikose kukuja kesho wakose kutoa. Juu kanisa mingi zinafunguagwa na watu
wengi wakikosa kazi na kuogopa kazi zile ngumu. Anaona ile njia rahisi ya watu kukupea pesa yao bila kukuuliza swali ni kujifanya mhubiri. Ndio watakupea. Juu utajificha kwa Mungu na utakuwa unawaambia ni Mungu anapea. Kumbe ni wewe wanapea. Na sasa ujaja ndio wasikose kukuja. Lazima uwahubirie lile jambo, watafurahia na wapige makofi. Ukiona unahubiri watu wanafanya hivi, hiyo injili ni yako na ni ya mwili. Ndio maana utaona mwili unafurahia. Lakini injili huwa tunahubiria nafsi. Si hii mwili, ni nafsi, na nafsi ndio mtu. Na hiyo ndio itaadhibiwa, na hiyo ndio itapewa ufalme wa milele. Huu mwili lazima utarudi kwenye mavumbi kwenye ulitoka. Lakini nafsi ndio mtu. Hiyo ndio tunahubiria. Ukiona injili yote unahubiri mwili unafurahia, hiyo umehubiri injili ya mwili. Na ndio maana mwili unafurahia, hiyo sio ya roho. Na uhubiri nafsi. Tunaona jambo lingine la tatu lenye tunapata kutoka hii ahadi ya pili, ama hii agano jipya, ni uhusiano wa moja kwa moja na Mungu, ambapo hatuhitaji mpatanizi mwingine. Kama tumepata uhusiano wa moja kwa moja na Mungu, sioni Biblia tunaambiwa hatuhitaji mpatanizi mwingine. Hauhitaji kutoa kiwango fulani ya pesa ndio sasa atiupee Mungu ndio akuondolee jambo fulani. Tunataka kukata uhusiano wako na ukoo wa kwenu. Ete dhabihu nono. Ete mchungaji aendelee kununua gari ya bei kali, na wewe uendelee kufilisika na shida mingi. Na ndio lazima utoe ati dhabihu nono yenye itakuuma. Ukimwambia akusomee Biblia mahali inasema hivyo, hana. Sababu huyo ni mwizi mwenye anajiita mtumishi wa Mungu. Na kama tunapata kwa hii agano jipya, tunapata uhusiano wa moja kwa moja na Mungu. Moja kwa moja, hakuna kitu kingine, hakuna mhubiri wa kuupatanisha. Sio, hauhitaji kupitia kwa mhubiri ndiye aongee na Mungu kwa niaba yako. Wewe sasa umepata uhusiano wa moja kwa moja na Mungu. Na huhitaji mpatanizi mwingine, si hata mhubiri, si askofu, hata sio nani. Wewe unajipeleka mbele za Mungu wewe mwenyewe. Kwa hivyo tumeona hii agano jipya tunapata mambo matatu. Ya kwanza, ondoleo la dhambi ambalo ni msamaha kamili. Ya pili, Roho Mtakatifu ambaye anaishi ndani yetu. Ya tatu, uhusiano wa moja kwa moja na Mungu, ambapo hatuhitaji mpatanizi mwingine. Hauhitaji kutolea Mungu pesa ndio akuondolee shida. Shida zote zinaletagwa na dhambi. Acha nikwambie ukweli, mhubiri wako hataki kukuambia hivyo. Hizo shida unasema unapitia, kama umeokoka na bado unapitia kwa mambo unaona ni magumu, angalia kwa maisha yako ile njia unaenda nayo yenye haimfurahishi Mungu. Acha kwenda hiyo njia. Hakuna kitu kingine unahitaji sasa kupea mhubiri. Hakuna dhabihu unahitaji kutoa. Hiyo ndio njia yenye unafungulia shetani anakuja kukupiga nayo. Shetani anapitiaga pale kuna dhambi. Mungu anakuja pale kuko na utakatifu. Kwa hivyo unaweza kuwa umeokoka na unasema Yesu ni Bwana, lakini kuna jambo unafanyaga ukiwa umejificha peke yako yenye unafungulia shetani mlango ya kukuja kukutandika. Funga hiyo mlango. Shetani hupitia pale kuna vile inzi hukuja mahali kuna kitu kimeoza. Hata sio lazima waitwe. Sasa hapa kukiwa na kitu kimekufa hapa, hata hutajua wametoka wapi. Sasa hii hakuna hizi unaona hapa, lakini watakuja. Hivyo ndivyo tu shetani na maroho chafu inakujaga mahali kuna dhambi. Kwa hivyo kana unaenda na mienendo mbaya, uwe umeokoka ama hujaokoka, hiyo njia ile unafunguaga shetani anakuja kukupiga nayo. Mhubiri wenu hataki kukuambia hivyo. Juu akisema hivyo hutampea pesa. Akikwambia ukweli. Lakini ukikubali hii ukweli, maisha yako itabadilika. Mimi huwa nahubiri injili ya kweli. Hiyo nipendwe na watu, sababu kuna yule aliniita. Nataka tuangalie vipengele vitatu vya agano la Mungu
Kila agano la Mungu lina vitu hivi. Ya kwanza ni ahadi. Mungu anaahidi kitu, mfano nitakuwa Mungu wako. Kwa hivyo kwa kila agano lazima kuwe na ahadi. Jambo lingine la pili lenye huwa kwa agano, masharti. Jinsi ya kuishi katika agano hili, mfano nifuateni. Na jambo la tatu lenye huwa kwenye agano ni ishara, kitu cha kukumbusho. Mfano upinde, tohara, mkate na kikombe. Kuna agano ya Ibrahimu na Mungu ambapo alifanya na Mungu akamwahidi atamfanya kuwa taifa kubwa katika Mwanzo 17:4. Kuna agano ingine ya Musa na watu wa Israeli, pale Mungu aliwaambia mtakuwa watu wangu, katika Kutoka 24:8. Na tena tuna agano jipya kupitia Yesu Kristo katika Mathayo 26:28. Hapo tumesoma tukaona, hii ni damu yangu ya agano ipitwayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hiyo ndio agano yenye tuko nayo, na ukikubali utapata msamaha kamili. Roho Mtakatifu ataishi ndani yako, uhusiano wako wa moja kwa moja na Mungu, na mtaishi na Mungu pamoja. Wewe sasa kubali hii agano jipya. Ile ya kale imepitwa na wakati, na Mungu akubariki na akutendee mema. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu, muumba wa vyote, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, umeongea nasi kupitia mimi umenitumia tu kama chombo. Sio mimi nimeongea na watu wako, bali ni Roho Mtakatifu aliye ndani yangu mwenye ameongea nao. Wenye wamenisikiliza, wacha hili neno lipate nafasi katika mioyo yao, liwabadilishe na liwafunze, liwaelekeze na liwadumishe wenye wako katika hii agano jipya. Liwadumishe kwa agano lako la mwanao Yesu Kristo. Na yule hajakubali Mungu wangu, wacha hili neno limuguze, naye akubali kuitanishwa na hii agano yenye Yesu alikufa sababu ya ulimwengu wote. Ndio, lakini ni wale wote watakubali kukuja kwake. Wacha yule hajakuja kwake akubali siku ya leo, naye ataitanishwa na hili agano lako jipya, na ataondolewa dhambi. Roho Mtakatifu ataishi ndani yake, naye ataitwa mwana wa Mungu, kama vile Yohana 1:12 inavyosema. Na mwana wa Mungu hata yeye ni Mungu. Mwana wa Mungu hawezi patwa na masida, sababu Mungu hapatwi na shida. Wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye baba wetu. Hatuna Mungu mwingine isipokuwa wewe. Tumeomba hayo machache tukijua umeyasikia. Ni katika jina lako kuu Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Sema amen. Barikiwa na Mungu, akuinue, akutendee mema, akulinde na wachungaji mikora, na akulinde na wachawi na wasirikina na watu wote wa ufalme wa giza. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen.